Simba imeendelea kuweka rekodi ya performance nzuri kwenye mechi zake ambazo imecheza mpaka sasa hivi, na wanadai kwamba kila mechi inayochezwa kunakuwa na improvements kutoka kwenye stage moja kwenda kwenye stage nyingine. Yaani mechi moja inakuwa more advanced kuliko mechi iliyopita, na hilo limejidhihirisha. Wametoka kufuzu katika hatua za makundi za ligi ya mabingwa barani Afrika, mimi kufuzu. Lakini katika mchezo wa jana maneno yalikuwa ni mengi sana kuhusiana na bao la Jonathan Soa ambalo limefungwa na kuipatia Simba ushindi na pointi 3 muhimu kwenye mchezo ule, kwamba wengine wakidai kwamba ni offside, wengine sio offside na vitu vingine kama hivyo. Lakini ni mimi kiubinafsi yangu naona ni tukio tata in short. Yani nimechanganyikiwa kuelezea kwamba ilikuwa ni offside au la. Kwa hiyo ni labda wao wenyewe watajua zaidi kwenye sheria za kimpira, lakini ole ni ole, Simba ameshaibuka na ushindi wa magoli 2-1. Lakini watani zao Yanga wameweza kushusha kipigo cha mabao 4-1 pale KMC, na kuifanya KMC kuendelea kuwa moja kati ya timu ambazo zina hali mbaya zaidi kwenye ligi kuu soka Tanzania bara NBC, kwa sababu iko chini kabisa huko. Yani inakaribia, nafikiri imeshinda tu mechi moja, si ndio? Imeshinda tu mechi moja katika mechi ambazo imezicheza. Kwa hiyo iko katika mstari wa kuweza kushuka daraja. Ni timu ambayo isipofanya analysis vizuri na ikafanya mabadiliko ya kiufundi kwenye benchi lao, lakini pamoja na wachezaji, wanaweza wakajikuta wako championship mwakani. Kwa hiyo sijui wao wenyewe wata improve namna gani, watabadilisha nini kwenye namna yao ya uchezaji, lakini namna yao ya upangaji wa vikosi. Kama tatizo lipo kwa kocha, pia waone namna gani wanaweza kulifix jambo hilo. Kwa hiyo wababe wa ligi kuu NBC, Simba na Yanga wote wameweza kushusha vipigo kwa timu pinzani. Wewe una maoni gani kwenye sehemu ya comment?